DW. Maoni. Kiongozi mashuhuri wa siasa nchini Zimbabwe Blessed Geza ameibua gumzo kubwa nchini humo kwa kuwahimiza raia wainuke na wajitokeze katika maandamano ya kumpinga rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mwishoni mwa mwezi Machi katika vuguvugu la Machi 31. Chama tawala nchini Zimbabwe ZANU-PF kimeapa kwamba hakuna maandamano yoyote yatakayofanyika. Je, vuguvugu la Machi 31 nchini Zimbabwe litafanikiwa? Ni mwelekeo upi wa Zimbabwe watakaochukua? Je, wa Zimbabwe wako tayari kwa mapinduzi mengine ya kufanyikia katika ikulu? Hujambo msikilizaji, na karibu katika kipindi kingine cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tunayajadili maswali haya pamoja na mengine tunapoliangazia joto la siasa nchini Zimbabwe. Mezani leo tunaye Nixon Katembo, mwandishi na mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, tunaye Omar Mutasa, mwandishi wa habari wa siku nyingi na mchambuzi wa siasa. Huko Sumbawanga nchini Tanzania yuko katika laini ya simu Gwandumi Mwakatobe, yeye pia ni mchambuzi wa siasa. Na katika mji wa Shinyanga nchini Tanzania tunaye Tumaini Munale, pia yeye ni mchambuzi wa siasa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Na nianze nawe moja kwa moja, Nixon Katembo hapo Afrika Kusini. Kiongozi mashuhuri wa siasa nchini Zimbabwe ameibua mjadala mkubwa nchini mwake kwa kuwahimiza raia wajitokeze waandamane kumpinga rais Emmerson Mnangagwa kupitia vuguvugu hili la Machi 31. Chama tawala kwa kauli yake kimeapa kwamba hakuna maandamano yoyote yatakayofanyika. Unasoma nini katika kauli hii ya hiki chama na wito ambao umetolewa na vuguvugu hili la Machi 31? Nixon. Hii ni ishara ya mpasuko mkubwa ndani ya chama tawala cha ZANU-PF kikielekea kumteua atakayemrithi Emmerson Mnangagwa, kwa sababu kumekuwa na wito wa yeye kutaka kusalia madarakani, huku upande mwingine ukitaka aachie madaraka basi akimaliza muhula wake. Na hii inaashiria kwamba kuna sintofahamu za kisiasa ambazo zinatokea nchini Zimbabwe. Ni hivi karibuni tu Rais Emmerson Mnangagwa ameweza kumwondoa mkuu wa majeshi na kumteua kama waziri wa michezo, huku ikiondoa ule wasiwasi ambao umekuwa ukijitokeza tangu mapema mwaka huu kwamba huenda kukawa na mapinduzi ya kijeshi, huku maveterani wakimtaka makamu wa rais Constantino Chiwenga kuweza kushikilia madaraka. Kwa hivyo kauli hii ya vuguvugu la Machi 31 sio kauli ya kushangaza kutokana na mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza nchini Zimbabwe katika siku za hivi karibuni. Haya, asante sana Nixon. Omar, unamsikia hapo Nixon alivyochangia na hasa kugusia mabadiliko ambayo yametokea katika uongozi wa jeshi, Rais Mnangagwa akibadilisha pia mkuu wa jeshi la polisi na mkuu wa idara ya ujasusi. Unaiona kwamba hatua hii inalenga kujilinda yeye mwenyewe kutokana na joto la vuguvugu hili la Machi 31? Bila shaka bwana mwenyekiti, kutokana na mabadiliko haya ambayo Rais Emmerson Dambuzo Mnangagwa ambayo ameweza kuyafanya, hii inaonyesha dhahir shahir kwamba kuna jambo ambalo linatokota katika chama tawala cha ZANU-PF, na ilivyokuwa kwamba tunasikia hao maveterani sasa hivi wanaonekana kwamba sidhani au wamemchoka huyu bwana Mnangagwa ambaye naye ana jina la kuitwa Mamba. Sijui kama wamemchoka na wanamtaka Chiwenga sasa hivi achukue nafasi. Lakini yote hayo kadri siku zinavyoelekea mbele, hatujui hiyo tarehe 31 itakuwaje, ikiwa hii March kama inavyozungumzwa na wapinzani wa Mnangagwa. Sijui kama wataweza kufanikiwa
kwa sababu nakumbuka safari moja nilipokuwa Harare pale katika kipindi cha mwaka 2017 alipoondolewa Robert Mugabe, palikuweko matenki ya kijeshi yakizunguka bunge la Zimbabwe pale, yalikuweko matenki ya kijeshi kila sehemu ambayo ilikuwa ni sehemu nyeti ya serikali. Kwa hivyo sijui kama safari hii itakuwa hivyo, ingawa Nick, msemaji wa chama cha ZANU-PF, alisema kwamba msiwe na wasiwasi, hata wakiona haya magari ya diraya, wakiona vifaru vikiwa katika mji wa Harare, watulie tu, itakuwa ni kama wanafanya mazoezi. Lakini kuna jambo ambalo wengi wanaona kwamba huenda likajitokeza. Haya, asante. Tumaini Munale hapo Shinyanga. Mnangagwa anaonekana kuendelea kuingiwa na wasiwasi zaidi kuhusu udhibiti wake wa madaraka, na amekuwa akijaribu kujiimarisha katika nafasi yake kwa kufanya hayo mabadiliko katika uongozi wa jeshi, polisi na ujasusi. Siku ya Jumanne wiki hii alimtimua Anselm Sanyatwe. Huyu ni jenerali nambari 2 na mkuu wa jeshi la nchi kavu. Ni mabadiliko ya 3 kufanywa na Mnangagwa katika miezi ya hivi karibuni. Na Mnangagwa pia alimuondoa kamanda mkuu wa jeshi la polisi nchini Zimbabwe pamoja na mkuu wa idara ya ujasusi ya Zimbabwe. Vipi unaona hatua hizi kuelekea joto hili la vuguvugu la Machi 31? Tumaini. Asante sana kaka Joseph Adikaro. Kimsingi kinachomsumbua Emmerson Mnangagwa ni ile historia ya taifa lile, kwa sababu hata yeye mwenyewe namna ambavyo aliingia madarakani mwaka 2017 aliingia kwa staili hizo za vurugu. Kimsingi ingawaje tunajua kwamba jeshi ndio ambalo lilimuondoa Rais Robert Mugabe, lakini huyu Emmerson Mnangagwa pia ndo alikuwa nyuma, na ndio maana baada ya mapinduzi yale akawa ameingia madarakani. Sasa tayari katika ndani ya chama cha ZANU-PF ni kama kuna mpasuko, kuna mgawanyiko. Ina maana kuna kundi ambalo linaona kama vile kwamba lenyewe halinufaiki na utawala wa Emmerson Mnangagwa. Pengine wakati anaingia madarakani kuna baadhi ya ahadi ambazo alizitoa lakini hajazitekeleza. So ndio hawa ambao wanaanza kuwaondoa kwenye nafasi zao, kama huyo Anselm Sanyatwe ni mmoja ya watu ambao walisaidia sana katika ile mapinduzi ya mwaka 2017, lakini inaonekana kwamba sasa wanaenda kinyume kimtizamo. Kuna masuala mengi yamejikita pale yanayosababisha kimsingi ZANU-PF ikose ule mvuto, na hili pia utaliona hata katika uchaguzi uliopita tu wa mwaka 2023 ambapo kimsingi ukiangalia kula ambazo ZANU-PF ilipata ziliporomoka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hiki ni kiashiria kikubwa sana cha yeye, na ndio maana amekuwa akifanya mbinu nyingi sana, hadi mbinu za kutaka kuongeza awamu ya 3, ambapo kimsingi tunajua mapema mwaka jana aliyekuwa waziri wa haki na sheria Ziyambi alitamka kabisa kwamba wanafanya mchakato wa kufanya mabadiliko ya katiba ambao yangerefusha awamu hii sasa, badala ya uchaguzi ufanyike mwaka 2028 uende mpaka 2030, kitu ambacho pia ni moja ya vitu ambavyo vinachochea sasa mpango wa kufanya maandamano ambao umeitishwa fanyike Machi 31. Japokuwa taifa la Zimbabwe jinsi lilivyo, jeshi lina nguvu kubwa katika taifa lile. Kwa hiyo sidhani kama mabadiliko makubwa yanaweza yakatokana na maandamano, lakini mabadiliko makubwa ndani ya Zimbabwe yanatokana na ndani ya jeshi. Sasa ndio hapo sasa ambapo kama Mnangagwa atakuwa amejipanga vizuri katika kuliweka vizuri jeshi liwe karibu yake, kama tu ambavyo alifanya wakati wa mwaka 2017 wakati Robert Mugabe anaondoka madarakani. Akichanga pia karata zake vizuri ndani ya jeshi ataendelea kubaki. Lakini kama atashindwa kuchanga karata zake vizuri ndani ya jeshi, basi nadhani kwamba anaweza kujikuta pia nafasi yake imechukuliwa na Constantine Chiwenga ambaye ndio makamu wake wa rais. Gwandumi, maveterani hawa wa vita wa zamani wamekuwa watu wazima sasa wenye umri mkubwa, na idadi yao pia imeendelea kupungua. Lakini bado ushawishi wao katika siasa za Zimbabwe unaonekana kuwa na nguvu, na wana mafungamano na mashirikiano ya karibu na wakuu wa usalama, hasa baada ya kupigana pamoja katika vita vile vya ukombozi kupigania uhuru. Katika jukumu lake alilokuwa nalo kama mkuu wa kikosi maalum cha ulinzi wa rais nchini Zimbabwe, Rais Mugabe, huyu Sanyatwe huyu alikuwa na jukumu muhimu katika mapinduzi yale ya mwaka 2017, na pia alisimamia upelekaji wa wanajeshi waliowapiga risasi watu 6 na kuwajeruhi wengine wengi wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi Agosti mwaka 2028. Kuondolewa kwake na jinsi ambavyo joto la siasa linavyokwenda hivi sasa nchini Zimbabwe, unaona nchi inaelekea wapi, Gwandumi? Naam, asante sana mwenyekiti kwa kunishirikisha.
lakini niwapongeze wachambuzi wenzangu walivyochambua vizuri. Kwanza niseme kuhusu hawa maveteran au wakongwe wa mapambano ya ukombozi. Pamoja na kwamba Zimbabwe ina jeshi ambalo linatumika sana sana kwenye kukidhi matakwa ya watawala, hasa kung'ang'ania madarakani, lakini pia hawa veterans ndio ambao wanaonekana ni walezi wa siasa zote ndani ya Zimbabwe, hususan kwenye chama cha ZANU-PF. Hawa watu wana nguvu, lakini pia wanaheshimika. Umesema kwamba wamepungua, ni wazee, lakini uwepo wao kama caretakers, watu ambao ni kama ndio walezi wa siasa zote za Zimbabwe, na bado wanaheshimika maeneo mengi, kwa unakuta wanasikika sana sana. Na tukumbuke pia kwamba pamoja na kwamba jeshi lilihusika akina Konstantini Chiwenga 2017, lakini hawa maveterans, akiwemo hata Mnangagwa, akiwemo hata huyu Bombshell Blessed Runeso Geza na wengine wengi, na huyu nayemsema ambaye sasa amehamisha Senyetwa, ni watu wanaoheshimika kweli kweli na wanaamua siasa za Zimbabwe. Ila sasa wamepasuka. Kuna watu ambao wanamtaka Konstantini Chiwenga, lakini pia kuna watu hawa maveterans ambao bado wameshikamana na Mnangagwa, wanataka atekeleze agenda yake ya mwaka 2030 ambayo inahusiana na maendeleo. Wanadhani kwamba wakimweka mwingine, akiwekwa mwingine, hataweza kuitekeleza vizuri, lakini utafiti wangu unaonyesha ni kwamba ndio ambao wameshikamana sana na Mnangagwa, kuna vitu wanafaidika. Nadhani hata huyu Bombshell kama angekuwa amehusishwa kwenye keki, ana nafasi yoyote, asingeweza kuropoka nayo ropoka haya kama ambavyo msemaji wa serikali anasema na waziri wa habari anasema ni mropokaji tu. Nimalizie tu kwa kusema yote haya yanayotokea ndani ya ZANU-PF hayana faida yoyote kwa Wazimbabwe, kwa sababu ni watu wale wale, ni sawasawa na shehe ambaye anabadilisha joo. Haya ni majoo yanabadilika. Limetoka joo linaitwa Mugabe, shehe ni yule yule. Limekuja joo linaitwa Mnangagwa, shehe ni yule yule. Kuna uwezekano pia akaja Chiwenga, mambo yakaya yale yale ya udikteta, nchi iliyojaa rushwa, iliyojaa upendeleo, lakini pia na uchumi unaoporomoka. Wameacha kujadili mambo ya msingi ya Zimbabwe inayokabiliwana nayo, kama maaskofu waliosema, wanajadiliana namna ya kubadilishana madaraka. Inatia aibu, mwenyekiti. Haya, asante sana. Nitarejea kwako tena hapo baadaye. Omar, tuangalie kauli ambayo imetolewa na Geza na wito wake kwamba watu wajitokeze. Hakuna maelezo mengi sana kuhusu ni nani atakayeyaongoza maandamano haya, kwa sababu upinzani wenyewe kwa sasa hivi unaonekana umegawika. Chama cha Movement for Democratic Change MDC kimesema hakitoshiriki maandamano hayo. Kuna chama kile kingine cha CCC, Citizens Coalition for Change, kimesema nacho pia vile vile ni kama hakitashiriki maandamano yale. Vipi, unaonaje? Maana kulinganisha na mwaka 2017 upinzani ulikuwa umeungana na ule upande ambao ulikuwa unamuondoa Mugabe, lakini kwa sasa hivi mambo ni tofauti. Itakuwaje? Unajua, kuna jambo moja hapa. Mwaka 2017 alipoondolewa Robert Mugabe, wananchi wa Zimbabwe walifurahi sana, lakini sasa kufurahi kwenyewe walikuwa wanatoa huzuni yao waliokuwa nayo, lile joto lao siku nyingi waliokuwa nalo, ikawa kwamba walilitoa, wengine wakalia machozi kwa kumwondoa Robert Mugabe. Lakini wengine walipokuwa wakiulizwa kwamba lakini sasa hawa ndio wale wanaochukua madaraka, je, wakiwa watashindwa mtafanya nini? Wakasema safari hii na sisi tutasimama kidete kuona kwamba na sisi tunaondoa, kwa sababu tunachotaka kama sisi raia tuweze kupata haki zetu za msingi, tuweze kupata huduma bora. Tunajua kwamba Bwana Mnangagwa ndio mmoja katika watu ambao walishiriki katika mambo ya Ndebele kule Bulawayo wakati walipouawa watu wa Ndebele, ushafahamu. Sasa bado wananchi wanawajua kwamba ndio wale kama walivyosema wenzangu, na hili mimi nadhani ikiwa litajitokeza, nafikiri wananchi wataweza kujitokeza safari hii, kuingia mabarabarani kuona kwamba wanaondoa hawa jamaa
na jambo ambalo sidhani kama litakuwa rahisi hivyo, kwa sababu wao wananchi wa Zimbabwe sasa hivi wana matatizo mengi bwana, wana matatizo mengi, maisha magumu sana Zimbabwe, maisha magumu sana. Sasa hivi tunasikia kwamba baadhi ya supermarket zimefunga, ushafahamu, hakuna, watu hawana pesa, watu wanakula mlo mmoja kwa siku, ushafahamu. Yote haya wananchi bado wamo katika hali mbaya ya kiuchumi, kuna matatizo ya rushwa na ufisadi, yote yananuka ndani ya Zimbabwe. Sasa bwana Chiwengwa na mwenzie huyo Mnangagwa tangu wachukue madaraka, nadhani walichofanya ni kidogo sana kuweza kurekebisha hali ya kiuchumi katika nchi hii ya Zimbabwe. Kwa hivyo hili swala sasa hivi linaonekana kwamba lilipokuwa kwamba limeanzia ndani ya ZANU-PF ndani, bila shaka hawa jamaa watagawanyika mapande na tutasikia atakayotokea baadaye. Sasa hivi yule bwana Bombshell ambaye ndio katupa bomu kama jina lake anavyoitwa, yeye sasa hivi kaingia mitini, anatafutwa lakini hajulikani yuko wapi. Kwa hivyo bado sasa hivi hali inavyoonyesha ni kimya, lakini mambo yanakwenda chini kwa chini. Tutakapokuja kusikia alfajiri au pengine usiku kwamba mambo yameanza kuripuka. Hii ndio hali ambayo imo ndani ya Zimbabwe kwa wakati huo, bwana mwenyekiti. Nixon, mtu ambaye anaitisha maandamano haya hajulikani aliko. Kuna tetesi kwamba huenda pengine akawa yuko katika kambi moja ya jeshi, kwa sababu alionekana katika mkanda wa video alipokuwa akitoa kauli hii ya maandamano akiwa amevalia sare za kijeshi, na pia vile kwenye kiti chake kulikuwa na magwanda yale ya kijeshi, lakini kimsingi hajulikani hasa alipo. Itakuwaje? Ni nani ambaye atajitokeza kuongoza na kuratibu maandamano haya? Na je, unaona kwamba joto la siasa kweli limefikia kama vile hali ilivyokuwa mwaka 2017? Bila shaka mwenyekiti, hali ya Zimbabwe inaleta wasiwasi, kwa maana kuwa kinachojitokeza ni mvutano kati ya maveterani, na huyu bwana mkubwa Bombshell kama anavyojulikana huko nchini Zimbabwe, yuko nchini Zimbabwe, na taarifa tulizonazo kutoka Zimbabwe ni kwamba yuko katika kambi moja ya jeshi huko Zimbabwe. Na mapema mwaka huu, kama nilivyozungumzia awali, kulikuwa na tetesi za mapinduzi ya kijeshi, hali ambayo ilimfanya Rais Emmerson Mnangagwa kukatiza mapumziko yake ya likizo na kusalia nchini Zimbabwe na kutoondoka mjini Harare. Sasa hii inaonyesha dhahiri kwamba kuna mpasuko ndani ya jeshi la Zimbabwe kuhusiana na hali ya kisiasa ya sasa. Na hii inatokana na nini haswa? Makubaliano walioafikiana mwaka 2017 baada ya kumuondoa Rais Mugabe, mmojawapo yalikuwepo kwamba rais ataondoka madarakani pindi tu atakapomaliza mhula wake wa pili na aje makamu wa rais Constantino Chiwenga. Sasa kumekuwa na wale ndani ya chama ambao wanahimiza mabadiliko ya katiba ili kumwezesha Rais Emmerson Mnangagwa kuwania muhula wa tatu, na hii ndio imekuwa chanzo cha sintofahamu ya kisiasa na upinzani mkubwa ndani ya chama dhidi ya rais wa sasa Emmerson Mnangagwa, hali ambayo ilimfanya makamu wa rais Constantino Chiwenga kutoa kauli kwamba katiba ya Zimbabwe haitabadilisha wala swala la kuwa na muhula wa tatu kwa Rais Emmerson Mnangagwa halitafanyika chini ya macho yake. Sasa hii inaonyesha kwamba mpasuko huu unaonyesha dhahiri sintofahamu za kisiasa zilizopo, na swala la kuongoza maandamano ni swala ambalo linasubiriwa kwa hamu. Hata wa Zimbabwe wenyewe wanaona kwamba wamechoka kutumiwa kama vibaraka katika mapigano dhidi ndani ya chama tawala na swala la kung'ang'ania madaraka kwa viongozi walioko madarakani. Na hii inaleta wasiwasi kwa Zimbabwe na azima ya baadaye ya taifa hilo, kwa maana ya kuwa kulitarajiwa mabadiliko makubwa wakati wa mwaka 2017 alipoondolewa Mugabe, lakini inaonekana dhahiri kuwa kwamba hakujafanyika mabadiliko yoyote kisiasa, ingawa Rais Emmerson Dambuzo Mnangagwa amejaribu kutaka kuviondoa vikwazo vingine na kukaribia makampuni na mataifa ya magharibi
kuweza kumwondolea vikwazo na kuweza kuwekeza ndani ya Zimbabwe. Lakini hali ya kiuchumi ni duni, na swala ambalo limewafanya Zimbabwe kuangalia kwamba hawahangaikiwe na viongozi wao, na hivi basi kuona kwamba hizi ni sarakasi za kisiasa ndani ya chama, na hawajali iwapo viongozi hawa ndani ya ZANU-PF wanaendelea kupigana, swala ambalo hata limefanya wapinzani kujiweka kando. Haya, asante sana Nixon. Nije kwako hivi sasa Gwandumi Mwakatobe. Umemsikia hapo Nixon anasema baadhi ya maveterani wa vita Zimbabwe wameitisha maandamano ya nchi nzima Machi 31. Ni vuguvugu hili kumlazimisha Mnangagwa ajiuzulu. Wanamtuhumu kwa kukoleza makali mdororo wa uchumi na kwa kupanga njama ya kutaka kuendelea kubakia madarakani wakati muhula wake wa pili utakapokamilika mwaka 2028. Hii ni mbinu ambayo baadhi ya viongozi wa mataifa ya Afrika huwa wanaitumia sana wakitaka kubaki madarakani. Unaona jambo hili linaweza likatokea Zimbabwe? Sidhani kama linaweza kutokea kwa kweli, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba hawa veterans pamoja na kwamba wanachukuliwa kama ni walezi tu wa chama cha ZANU-PF, lakini walezi wa siasa za ZANU-PF bado, au siasa za Zimbabwe bado, mgawanyiko wake umekuwa ni mkubwa sana. Mwenyekiti, veterans ambao bado wanamuunga Mnangagwa ndio ambao anakula nao keki ya taifa pamoja, ndio ambao wanatenda kubwa, ndio ambao wanapata mashamba, ndio ambao wanapata ukandarasi, ndio ambao wanapendelewa sana. Na kilio cha Blessed Luneso Geza Bombshell, Mnangagwa amegeuza Zimbabwe kama ni ya kifamilia. Ameacha utawala wa nchi kwa mke wake na watoto wake, moja na upendeleo mwingine. Lakini veterans wanaofaidi chini ya Mnangagwa wako wengi, ndio wanapiga kampeni nao kwamba huyu aendelee mpaka 2030, turefushe muda wake, ikiwezekana hata kubadili muhula agombee watatu. Ingawaje haizungumzi sana hiyo, ingawaje pia hata Mnangagwa mwenyewe amekataa. Lakini mwenyekiti, tuje kama walivyosema maaskofu kwamba matatizo ya Zimbabwe ni makubwa kuliko nani atawale nani aondolewe. Ni makubwa mno. Biashara zinafungwa kama alivyosema Mutasa hapo. Kuna ukosefu mkubwa wa ajira. Kuna rushwa iliyotopea kweli. Lakini pia sera za uchumi za Zimbabwe kwa sasa zinawalenga zaidi au zinawafaidia wale ambao ni wachache, ni matajiri, na wengi wao ni maveterans, sio kuwalenga wananchi. Wananchi wametelekezwa kabisa. Kibaya zaidi sasa, mwenyekiti, kinachoonekana hizi farakasi za ndani ya ZANU-PF zingeweza kuwa labda kwenye hali mbaya ikiwa upinzani ungekuwa mzuri. Upinzani uko vile, yani unayoyaona yanayoendelea ZANU-PF ndiyo yanayoendelea pia kwenye vyama vya upinzani. CCC ya Nelson Chamisa imepasuka kweli. Walikuwa na mtu ambaye ana nguvu kweli, Job Sikala, lakini tayari naye ameanzisha chama chake. Walikuwepo wengine akina Timba, tayari wana vyama vyao. Upinzani umepasuka, huku ZANU-PF ikipasuka pia. Kwa hiyo wananchi wanaona kwamba hata kama wataunga maandamano ile ya Machi 31, lakini nani aingie? Upinzani uko ovyo, ZANU-PF iko ovyo. Kwa wengine wanasita kujiunga na maandamano ya, kwa maana kwamba watatumika tu kama walivyotumika 2017, alafu wamerudi kwenye mateso yale. Mimi ninaona juhudi za bombshell, hilo bomu ni tupu, sidhani kama litakuwa na manufaa. Haya, unamsikia hapo Tumaini Munale, unamsikia hapo Gwandumi anasema kwamba bomu ni tupu. Je, unaona kwamba wa Zimbabwe kweli wanaweza kukubali kujitokeza kuandamana wakifahamu fika wanaelekezwa katika ombwe la uongozi? Kwa sababu haifahamiki ni nani hasa kwanza atakayeongoza maandamano haya na ni nani anayefaa kuchukua uongozi wa nchi. Tumaini. Asante sana kaka Josephat Charo. Hapo nitatofautiana kidogo na kaka yangu Gwandumi kuhusu swala la upinzani kwamba hauna nguvu. Tukiangalia kwa mfano rekodi za upinzani kwenye uchaguzi wa mwaka 2018 walifanya vizuri sana, 44%, kitu ambacho kilimfanya Emmerson Mnangagwa atumie mbinu kabisa za wizi wa kula. Ukiangalia kwa mfano katiba ya Zimbabwe inasema lazima rais ashinde kwa zaidi ya 50%.
lakini kilichofanyika mwaka 2018 kwa bunge la Zimbabwe lenye wabunge 280 kuwa na wabunge zaidi ya 100 kwa chama cha upinzani, hiyo ni nguvu pia ya upinzani. Na nimezungumzia hili kwa sababu lina uhusiano pia na swali ambalo umeniuliza kaka Chalo kuhusu kujitokeza kwa wananchi. Hamasa inayoonekana kwenye upinzani kwa upande wa wananchi ndio hamasa hiyo hiyo pia ambayo itakuja kujitokeza hata kwenye maandamano haya. Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba wananchi watajitokeza kwenye maandamano kwa sababu wanachotaka wao ni mabadiliko. Lakini pia tusisahau kwamba katika kutafuta mabadiliko yoyote ya taifa kama Zimbabwe ambalo limekaa katika mfumo wa kidikteta kwa miaka zaidi ya 43, ni lazima kuwepo na mitikisiko, ni lazima kuwepo na hizo sarakasi. Ni lazima chama kitagawanyika kwa sababu ya rushwa, upendeleo, ufisadi, na ni lazima pia upinzani utapata nguvu, na ni lazima pia serikali kupitia mshike ule ndio sasa iweze kuimarisha zile taasisi za kidemokrasia ambazo pia ndio zimepelekea mpaka Zimbabwe imepewa vikwazo vya kiuchumi na Marekani pamoja na washirika wake. Vikwazo ambavyo vinasema kwamba sababu kubwa ni kukosekana kwa demokrasia, lakini pia ukiukwaji wa haki za binadamu katika Zimbabwe kwenye chaguzi hizo mbili za mwaka 2018 pamoja na mwaka 2023. Naam. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo Zimbabwe inajitafuta. Katika kujitafuta manake lazima kuna maumivu pale. Lazima kutatokea mapinduzi ya kijeshi kama ambavyo yametokea mwaka 2017, lakini pia yanaweza pia yakatokea ama yasitokee. Lakini pia lazima kuwepo na maandamano. Hiyo yote ni katika kuisukuma nchi mbele ili iweze kupata mabadiliko ya msingi kama ambavyo wamesema wenzangu, nisingependa kurudia. Lakini pia kikubwa zaidi kinachotakiwa pale ni kujenga taasisi imara za kidemokrasia, mahakama ambayo inajitegemea, jeshi la polisi ambalo halionei wananchi, lakini pia tume huru ya uchaguzi inayoendesha uchaguzi huru na haki. Haya yote yataisafisha Zimbabwe mbele ya macho ya kimataifa na itaondolewa pia vikwazo, na ndio inaweza pia kupiga hatua za kiuchumi vizuri kuliko ambavyo namna sasa hivi inazidi kwenda, kama walivyosema wenzangu kwamba mwendo wake sasa hivi hauna tofauti yoyote na namna ambavyo Robert Mugabe hayati alivyokuwa anaenenda wakati wa utawala wake. Asante sana Nixon. Hivi si vita kati ya makundi ya kisiasa nchini Zimbabwe, ni mapambano ambayo yanahusu watu wa Zimbabwe, na chama cha Movement for Democratic Change MDC kimesema Geza anagusia masuala ya msingi yanayohitaji kutafutiwa ufumbuzi, lakini hakitashiriki maandamano. Wao wanataka uchaguzi ufanyike katika wakati uliopangwa na watakaa vibarazani kutazama mchezo ukiendelea au sinema ikiendelea. Unaona kwamba pale ambapo joto la siasa limefikia, tunaweza tukashuhudia pengine yale maandamano yaliyoanzia nchini Tunisia yakaja mpaka Misri, huku yakaja mpaka Libya katika nchi za Afrika kaskazini, au unaona bado haijafikia huko? Kusema kweli, hali nchini Zimbabwe haijafikia huko, kwa maana kuwa Zimbabwe imepitia hali ngumu ya kisiasa kutoka enzi za Mugabe alipoanzisha swala la mabadiliko ya upokonyaji ardhi mwaka 2000. Sasa unaona Wazimbabwe wengi wameenda nchi jirani kama ya Afrika Kusini, Botswana, Zambia na kwingineko, hata kuelekea Ulaya. Nadhani hakujawa na hamasa ya kisiasa ambayo inaweza ikasukuma kwa kweli wananchi wa Zimbabwe akajitokeza vilivyo upande wa upinzani pamoja na upande wa mgawanyiko ndani ya chama tawala kusukuma mabadiliko ambayo yalifanyika katika nchi za Kiarabu na kuweza kuwasukuma watawala waondoke madarakani. Kinachojitokeza sasa hivi nchini Zimbabwe kwa kweli ni swala la kusikitisha kwamba viongozi wanang'ang'ania madaraka kuliko kuzingatia maslahi mapana ya taifa hilo na kuweza kuleta mabadiliko ya kiuchumi ambayo yanahitajika ili Wazimbabwe wasiendelee kufedheheka kuwa katika hali duni ya maisha kwenye mataifa mengine ya mataifa jirani. Mimi nahisi kwamba kwa kujibu moja kwa moja swali lako kwamba yale mabadiliko ama vuguvugu la kumwondoa madarakani Rais Emmerson Mnangagwa halitoweza kufanyika kama ilivyofanyika kama mataifa ya Tunisia na Misri, kwa sababu ambazo nimezitoa, kwamba hakujawa na hamasa ya kisiasa ambayo inalenga kuwaunganisha raia chini ya lengo moja, kuhakikisha kwamba wanasimama kidete dhidi ya utawala ulioko madarakani pamoja na maveterani. Lakini hiyo inaweza ikafanyika iwapo maveterani watajiunga pamoja na raia kama ilivyofanyika mwaka 2017 wakati wa Mugabe. Na swali ni je, wako tayari
acha maslahi yao, ama kama alivyosema mwenzangu, wanapofaidika na hali ya sasa chini ya utawala wa Emmerson Mnangagwa, watakubali kweli kwa ajili ya taifa kujijenga kiuchumi na kisiasa na pamoja na kuleta ustawi wa jamii. Asante sana Nixon. Omar Mutasa, hebu naomba tusikie pia maoni yako kuhusiana na upinzani, kwamba hauna ule msimamo wa pamoja, hauna umoja kwa wakati huu, na kuangalia mbele mustakabali wa Zimbabwe unauona wapi kisiasa? Msimamo wa hivi vyama vya upinzani katika Zimbabwe, IMDC na hawa CCC, Citizen for Coalition for Change, na vyama vingine, unakuta kwamba hawa ni wanasiasa ambao wamo ndani ya Zimbabwe, lakini ilivyokuwa kwamba na wao wanataka mabadiliko, na jambo moja ambalo huenda likawa zuri kwa wao ikiwa maandamano haya yatafanyika. Wanadanganya kwanza, bwana mwenyekiti, kusema kwamba hawatashiriki katika maandamano. Waongo, ushafahamu. Wamo wanatizama, na yatakapoanza bila shaka watafanya nini? Watawaunga mkono wananchi. Sasa tatizo moja kubwa lilioko kwamba na hivi vyama vya upinzani tayari vina matundu. Chama tawala kimeshamaliza kuwavunja hawa watu. Ushafahamu, ukiangalia chama cha MDC cha Morgan Changirai kimevunjika, iki chama cha CCC alipokuweko Chamisa mwisho naye akasema bana mimi ninajiondoa, katoka. Sasa kaja James ule Tembi ndio kachukua chama cha CCC. Lakini wakati huo wamo pia vibaraka wa chama tawala cha ZANU PF wamo katika vyama hivi. Hili jambo limekuwa kwa hata mwaka 2017 haya yalikuwa yakisema kwamba wamo vibaraka wanaofanya nini, wanaounga mkono ZANU PF. Lakini tatizo kubwa mimi ninaloliona, bwana mwenyekiti, hawa hata watakapomuondoa madarakani bwana Emmerson Mnangagwa, wakaja wale kina Chiwengwa na wengineo, nafikiri ikiwa hawatowashirikisha serikali ya umoja wa kitaifa, wakawa hawa vyama vya upinzani wako nje, basi tatizo litabaki pale. Njia peke yake ikiwa watachukua maveterani, na huenda manake Chiwengwa anaonekana ndio yuko mstari wa mbele, na ikiwa atachukua na yeye akarejea pale katika swala la kuwaleta maveterani wenzie, na wao pia itafika wakati pia matatizo yatakuwa yale kwa mabana, wao na chakula wanakula kikubwa kuliko sisi wakati tumepigana sote. Kwa hivyo swala la kuwaleta hawa wapinzani, kuwaweka katika serikali ya kitaifa, nafikiri hili ndio jambo pekee litakaloweza kusaidia hivi vyama vya upinzani viwe na sauti na haki ya kibinadamu kuweza kupatikana ndani ya Zimbabwe. Na hili SADC imekuwa kulizungumza sana swala hili, kwamba tusisahau Changirai ilibidi aletwe katika serikali wakati Robert Mugabe alipokuwepo. Ikawa alau mambo yalikuwa yanatembea, yalikuwa yanakwenda. Ushafahamu. Sasa hivi kilichoko ni njia peke yake, la sivyo hivi vyama vya upinzani vitabaki nje na havina nguvu, na hawa maveterani watazidi kuchanana au kukamatana makoo na kupigana ngumi na kupigana marisasi, aondoke mwingine achukue mwingine hatamu. Hii ndio hali ambayo ipo ndani ya Zimbabwe. Haya, asante sana Nixon. Rais huyu Mnangagwa ambaye aliingia madarakani kufuatia mapinduzi ya jeshi yaliyomwondoa kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe mnamo mwaka 2017, anakabiliwa na upinzani ndani ya chama chake tawala ZANU PF kama tulivyotaja hapo awali, chama ambacho kimetawala Zimbabwe tangu uhuru kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 1980. Chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change kinasema kwamba kinataka chama cha ZANU PF kiondolewe, kuanzia Rais Mnangagwa mpaka vitengo vyote kabisa ndani ya chama, na baada ya hapo sasa wadai mageuzi halisi. Na hii ndio sababu kwa nini chama cha MDC kiliasisiwa, na wao hawapiganii tu vita vya kupokezana madaraka, lakini wanapigania mageuzi jumla. Mageuzi jumla inawezekana kwa wakati kama huu? Nadhani ukiangalia hali ilivyo nchini Zimbabwe sasa hivi, mageuzi jumla kabisa imesalia ndoto kwa sababu maveterani hawa pamoja na uongozi kwa ujumla umegawanyika,
na kufanya Zimbabwe iwe na mtazamo tofauti ya kisiasa ndani ya vyama tofauti ambavyo ni vya upinzani, ambavyo navyo pia vinaendelea kugawanyika sambamba na chama tawala cha ZANU-PF. Sasa kwa mantiki hii, pakiwa na mgawanyiko wa kisiasa, ni vigumu sana kuwa na mpango wa maendeleo ambao ni mpango madhubuti kambambe wa kuweza kuliangalia swala la Zimbabwe kwa ujumla. Kwanza kisiasa, liangaliwe swala la kiitikadi. Ni itikadi gani walionayo kama chama ama chama fulani ambacho kinakuja, na ni sera gani za kiuchumi na za kisiasa ambazo zimependekezwa na watawala kwa waweza kuhakikisha kwamba kuna mabadiliko mapana ndani ya nchi hiyo ambayo yalilengwa wakati wa Zimbabwe kujipatia uhuru wake ukiongozwa na ZANU-PF. Nadhani hili imesalia ndoto, na ndoto hii inatokana na uchu wa madaraka. Uchu wa madaraka kwa viongozi wa ZANU-PF, pamoja uchu wa madaraka kwa viongozi wa upinzani ambao wanaendelea kugawanyika, kwamba mimi ndio niwe kiongozi ama mimi ndio mzuri zaidi kuliko wewe, na hivi kusababisha mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na kuwafanya wapoteza dira ya kisiasa na dira ya kimkakati ya kisera kwa ajili ya kuiongoza Zimbabwe na kuleta mabadiliko hayo ambayo yanahitajika kwa wananchi. Haya, asante sana Nixon. Gwandumi Mwakatobe, tunaelekea mwisho wa kipindi chetu cha maoni. Tumejadili mambo mengi. Tunaona kwamba upinzani ni kama hauna umoja, hakuna kiongozi imara wa upinzani ambaye anaweza akapiga kelele kuielekeza Zimbabwe mbele. Ni mwelekeo upi ambao unaona kwamba wa Zimbabwe huenda wakauchukua kufuatia wito huu wa vuguvugu hili la Machi 31? Wenzangu wameliona hapo, Katebo na Ali Mutasa, kwamba hakuna mabadiliko yoyote ya maana ambayo yatatoka ZANU-PF au upinzani, kwa sababu hawa watu hawatofautiani. Wote kuwa wanang'ang'ania madaraka, kuwa wanang'ang'ania namna ya kwenda kula keki ya taifa na sio kuleta mabadiliko ya kweli wanayohitaji wananchi. Mimi ninafikiri kwamba njia pekee ya Zimbabwe ambayo inaweza kuelekea kuzuri ni pale ambapo wananchi wenyewe, maandamano yanayotokana na wananchi wenyewe, yaliyoanzishwa na wananchi wenyewe, ndiyo ambayo yataleta mabadiliko ya kweli, lakini sio kutoka ZANU-PF au kutoka upinzani ambao umepasuka kweli kweli, kama ambavyo wanapasuka ZANU-PF katika kung'ang'aniana madaraka. Yani ndivyo ulivyo upinzani, hawatofautiani hawa watu. Kwa hiyo tusubiri mwamko wa umma, sio wa Ngeza, sio wa Bomsheli, sio wa Mnangagwa au Chiwenga. Tusubiri mwamko wa umma watakaojiimarisha wenyewe, mashirika ya kiraia, watu binafsi, watu wa kawaida wanaoteseka. Watakaposimama, hapo ndipo tutapata mageuzi ya kweli ya nchi nzima. Haya, asante sana. Omar Mutasa, neno lako la mwisho kifupi. Neno la mwisho, Waswahili husema mbaya halisi na wema hakosi. Narudi kwa rais wa zamani Robert Mugabe. Wananchi wa Zimbabwe wanamsifu Robert Mugabe kwa jambo moja, kwamba aliwapatia elimu. Wananchi wa Zimbabwe waliweza kupewa ardhi, unaona, kutoka kwa watu weupe. Hawa viongozi ambao wamo sasa hivi, maveterani ambao walikuwa na Robert Mugabe, nafikiri bado hawajaona upeo wa Robert Mugabe, kwamba wangeanzia hapa hapo, kwamba wananchi wa Zimbabwe wote wana elimu ya kutosha, waweze kuwashirikisha katika maendeleo ya taifa hili. Haya, asante sana. Naam, msikilizaji, hadi hapo ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumejadili hali ya kisiasa nchini Zimbabwe, huku maandamano ya vuguvugu la Machi 31 yakitarajiwa kwa lengo la kumshinikiza Rais Emmerson Mnangagwa ang'atuke. Mezani leo tumekuwa naye Nixon Katembo, mwandishi na mchambuzi wa masuala ya siasa, akiwa mjini Pretoria, Afrika Kusini. Katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, alikuweko Omar Mutasa, yeye ni mwandishi wa habari wa siku nyingi na mchambuzi wa siasa. Huko Sumbawanga nchini Tanzania tumekuwa naye Gwandumi Mwakatobe, yeye ni mchambuzi wa siasa. Na katika mji wa Shinyanga huko nchini Tanzania alikuweko Tumaini Munale, yeye pia ni mchambuzi wa siasa. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.